acha mimi mmoja wa kumshukuru Mungu. Amen. Imempendeza Jumapili ya leo simame mbele zenu. Amen. Si nguvu zangu lakini nguvu za Mungu. Amen. Na washukuru kwa kufika. Amen. Wengine tulikuwa nao jana, wengine tulionana Jumapili. Mungu azidi kuwa pamoja nanyi jamani. Amen. Naenda kufundishana neno la Mungu. Amen. Naenda kufundishana Tito mlango wa 3 kuanzia hiyo 1. Amen. Tito mlango wa 3 kuanzia hiyo 1. Na kabla sijaenda kwa neno acheni na nini, na niombe nipasa twende kwa neno. Asante Jehova Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Baba Mwenyezi, tunaja mbele zako kusema ni asante Jehova. Umekuwa mwema Jehova tangu ibada ya sasa. Naomba Jehova ukashuke ndani yangu Jehova, ukapate kumtakasa. Takasa kinywa changu na takasa akili zangu. Takasa hata neno lako Jehova ambalo unaenda kupea. Ukanisinyange kama chombo teule Jehova. Mungu wangu shuka ndani yangu Jehova. Ushuka ndani yangu Jehova. Ukanipatie tafsiri ya neno Jehova. Naenda kusema neno lako Jehova. Nisione leo yangu lakini kaongoza na Roho Mungu. Naomba nasikiza pia, naomba Jehova ukaingia ndani yao Jehova. Wakapokea hilo neno Jehova, kama unaokonya wakonye, kama unaongoza waongozeke. Mungu wangu shuka kwa kila mmoja Jehova, na kualika ukashuka. Wale wanaingia na shida zao Jehova, naomba ukapate kukutana na tamanio la moyo wao Jehova. Wengine wameingia wakiwa ngoja Jehova, naomba Jehova ukanyoshe mkono wao Jehova, ukapate kuwagusa ili naomba kutoka mahali hapo ukapokea uponyaji. Mungu wangu shuka, kanaongoze napenda kwanza neno lako nikaanze na wewe, na nikimaliza vizuri sifa zote na utukufu kwako, katika jina la Yesu Kristo naomba tukiamini. Kitabu ni cha Tito 3 kuanzia 1 inasema wakumbushe watu kunyenyekea. Amen. Tunaambiwa tukumbuke kunyenyekea. Amen. Tukae watu wa kunyenyekea jamani. Amen. Hata saa hii Roho Mungu ameshuka. Kuna watu walikuwa wananyenyekea na wengine hawakuwa wananyenyekea. Amen. Sasa ukiona Roho Mungu ameshuka, naomba kama mtu kunyenyekea mwambie Mungu hoja zako. Amen. Tusikai hivyo. Amen. Hata ukiingia kwa ofisi kama uko na shida nyenyekea. Amen. Ndio utampata pale. Kama amekuona kweli umenyenyekea, anaweza kukutatulia matatizo yako. Amen. Lakini ukiingia kama mchawi hakuna mtu atakusikiza. Amen. Kwa hivyo tukae watu wa kunyenyekea. Amen. Mama uliye mahali hapa na unyenyekee kwa huyo mzee uko naye. Amen. Usimwone ati akitolea mali atukanyenyekea kwa huyo mzee. Amen. Nimekwambia unyenyekee. Amen. Hata kwa Mungu wetu tunatakana tuwe watu wa kunyenyekea. Amen. Hata kwa reverend wetu. Amen. Tunatakana tukae watu wa kunyenyekea. Amen. Kama yuko zile goli yako. Amen. Ukienda kwake uende na heshima. Amen. Na usiana mazoea na Amen. Kwa nakataa mazoea na Amen. Huyu amepandishwa kiwango kingine. Amen. Kwa hivyo kufika kwa baba yake, hata kama mtajana na yule mtoto wako umemzaa, nyenyekea mbele zake. Amen. Usingeze kama yule mtoto wako. Amen. Hadi tulisoma pamoja, wewe unaenda na kama mtu kunyenyekea. Amen. Kumbushe watu kunyenyekea kwa wenye uwezo na mamlaka. Nasikia pia wengine wako na uwezo. Amen. Kwa hivyo mtu wa mamlaka inatakana unyenyekee. Amen. Kuna mzee mwingine alikuwa ameshikwa na ofisa wa polisi ambaye msichana. Yeye alikuwa anatembea naye kwa gari akiangalia kifua chake. Akaangalia ground, siangalie matiti. Amen. Akishika kama ni mzee, angalia ile kitu ambayo umefanya. Amen. Alikwambia angalia ground, bado usiniangalie matiti. Amen. Alikosa kunyenyekea na zifanya hata amefanya na yule mtoto ambaye ni mzee. Amen. Ile mtu wako kazini. Amen. Kwa hivyo tukae watu wa kunyenyekea na kutii. Amen. Hata kwa ametii huko kwake kwa ameathiriwa. Amen. Lakini kwa sababu aliingia na madhara akisema kwamba huyu msichana ametoshana na yule ambaye nimemzaa, alipelekwa mpaka polisi. Amen. Akanyenyekea na kutii, angeweza angefikishwa huko kwa yeye. Amen. Kwa hivyo tukae watu wa kunyenyekea. Amen. Wenye mamlaka na kutii. Amen. Tukae watu wa kutii. Amen. Usidharau kwa sababu atibara ni asante shule. Amen. Tukae watu wa kunyenyekea na kutii. Amen. Yote amekustiri daraja, nyenyekea mbele zake. Amen. Na Mungu wako naye atakuinua. Amen. Ukiwa kunyenyekea utainuliwa na Mungu. Amen. Kwa wenye uwezo na mamlaka na kutii na kuwa tayari kwa kila kazi njema. Nasikia inatakana kutii na kufanya kazi ya Mungu. Kama ni kazi ya Mungu, tufanye kazi ya Mungu iliyo njema. Amen. Angalia na kuambia huyu reverend skipper John Jerome. Kama ukifanya kazi hapa Jona unafanyia Mungu. Amen. Ni reverend. Amen. Amen. Alipakwa mambo ulikuwa ungwende. Alienda na daraja ingine. Amen. Ninakwambia wewe ulikuwa umemzoea kama rafiki yako. Hajaweka mpaka mahali pale. Amen. Ile rafiki atakulani. Amen. Tunataka kutoka na ndio pale kuna lana mpaka ukagusa urume. Kwa mazoea hata kile uko nayo
kijana. Amen. Amen. Nihubiri neno, uwe tayari wakati ukufaao na wakati sio kufaa. Nasikia wewe ni mhubiri uliyemaandika. Amen. Kama umeambiwa uende kinango kama una fare, inatakana ukope hiyo fare. Wewe mhubiri neno ukae tayari wakati wote. Amen. Zamani kwenda mahali kaa tayari. Amen. Wakati ambao una fare, wewe jiweke tayari wakati wote. Amen. Kama ni fuliza pesa zikae tayari kwa kibebe. Kwa sababu utaambia unaenda wapi leo. Wewe unahubiri mahali hapa kaa tayari wakati wote. Amen. Utakumana uambie leo unaenda huko Nairobi. Amen. Kitu kidogo. Amen. Uliza 5,000 zikae kwa simu. Amen. Kwa sababu kufika huko atakuchangia kurudi kwa Mombasa. Amen. Amen. Karibia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Urejelea hapo tena. Karibia, kemea. Nasikia tunaambiwa tukemee. Amen. Usiseme ati yule mama nani. Nimeona hiyo dhambi ndio naikemea. Amen. Ukitaka utembee katika njia ya Mungu, kubali kukemewa. Amen. Ukitaka huduma hii uliyokubali kukemewa. Amen. Ndipo Mungu atakuinua. Amen. Hata mimi nilikuwa nakemewa. Si ati unaona hivi sikemewa zikiwa pale. Amen. Huwa nakemewa. Amen. Na wewe usipendewe ufike ile bodi ambayo nimefika. Amen. Ningekuwa nimekataa kukemewa singekuwa nimefika mahali nilipo. Amen. Kubali kukemewa mwenzangu. Amen. Wewe unatamani huduma, kubali kukemewa. Amen. Amen. Utainuliwa na Mungu. Amen. 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 Karibia, kemea. Amen. Maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna akili. Unasikia? Akili tulikuwa, hata mimi ndiye mmoja wao nilikuwa sina. Wakati nilikuwa SK, hata sasa hivi wasikiza watu wa SK. Amen. Nilipoingia Jerusalem, Mungu alileta akili zangu zote. Amen. Hata nimekuwa sasa hivi natumana application zaliwe tena. Hakika ile mambo nilikuwa nafanya zingefanya. Amen. Ningekuwa naanza maisha fresh. Amen. Kwa sababu nimepata mafundisho hapa Jerusalem. Amen. Wakati nilikuwa naenda SK nilipata tu ujumbe uende nyumbani. Amen. Hakika chochote unakalia. Amen. Na kufika hapa Jerusalem ni moto. Amen. Kama ni dhambi inakemewa. Amen. Kama ni udaku unaambiwa achana na udaku na. Amen. Ngoja ukaweze kuona Mungu. Amen. Lakini uko unaachiwa tu bora upeleke sadaka yako. Amen. Lakini hapa mafunzo wewe ambaye ni kijana unainuka zaidi. Ukiharibika unaharibika mwenyewe. Amen. Kwa sababu hapa mnapata kila aina ya mafunzo. Amen. Kile jazo ukiharibika mnaharibika wenyewe. Amen. Sasa mnaanza kulia hapa. Amen. Maisha kuharibikia amekuharibikia mwenyewe. Amen. Sema kwamba Jerusalem ujafundishwe. Amen. Mimi zamani nilikuwa sijapata kanisa kama yeye. Amen. Hata natamani Mungu angepewa wakati nilikuwa bado nasoma. Amen. Maisha angenichapa. Sasa ningekuwa mimi lawyer huko. Amen. Kwa sababu mwenyewe uko na akili. Amen. Amen. Nitarudia mstari wa 2. Nasema wasimtukane mtu yeyote, wasiwe wagomvi, wawe wema, wakionyesha upole wote. Pia mtu akinyenyekea hawezi kuwa mtu kumtukana Mungu. Amen. Atakana ukae mpole. Amen. Na mama na ukiingia kwa ndoa pia kaa mpole. Amen. Kama nimeingia unamketia mzee na matako. Acha hiyo tabia ya kumtoa mzee. Amen. Maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna akili, tulikuwa waasi. Nasikia zamani tulikuwa waasi. Amen.
matendo iko kumbe ni kudanganywa tulikuwa wawazi, tulikuwa tunatumikia tamaa za mwili wewe kijana ambaye unaanza maisha sahihi, ambaye unainuka sahihi, matiti yako yanaanza kutoka sahihi, usitumikie anaza vile mimi nizitumikia wala usikubali kudanganywa tadanganywa. Shetani anakudanganya kumbe anachezea maisha yako kumbe anachezea ujana wako usikubali kudanganywa wewe ambaye uko Yerusalemu ulidanganywa na kuliambulia hapa juu wazi tumedanganywa huku tukitumikia tamaa na anasa za namna nyingi, tukiishi katika uovu na husda, tukichukiza na kuchukiana. Unasikia, tuliishi katika maisha ya husda, kuchukia huyu na kuchukiana hata jana nilikwambia hivi, yule ambaye alikuwa mtu tunamsengenya hapo ameketi na yeye tunamsememe naye pia anatoa pointi hapo kumbe ni anakuliwa kwa hivyo tulikuwa watu wa wazi tukidanganyana kwa hivyo usikubali hiyo tabia za ukiokoka unaachana na hiyo kanda kabisa ya kula wenzako ukiwa kanda ya Yesu kwa hivyo hakuna kusengenyana na kukula na uko hapo na unachangia kwa hivyo kama ndio yako unaichangia uko hapo tunachangia mzee wako hapo kumbe ndiye tunamkula hapo au juu. Amen. Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa ulituokoa. Unasikia, niliokolewa kwa sababu ya hiyo sikiokoka kwa sababu ya raha ndipo Mungu akanitende kwa upendo wa Mungu kunitende. Kama si hayo magonjwa bado ningekuwa bado niko kwa dunia na kusengenya na mwanangu hapo na Mungu nao ni ajabu alikuja akaniokoa hiyo mambo tukaachana na usiniogope kupenda mzee wako karibu sema kwamba nakusengenya hiyo iliondoka hata mzee wako vizuri sitakusengenya Amen. Si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi. Nasikia kuokolewa na Mungu si kwa matendo ya haki akaona huyu jenja atakuja wapi mbinguni kama matendo ni ya tafadhali aniokoe hizo ni huruma za Mungu ndio ziniokoe kwa sababu unaona kama nasimama mbele zako si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa kwa mara ya pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Nasikia tumezaliwa mara ya pili siko kati mimi nilikuwa na matendo mazuri si nimekwambia nilikuwa mwasi nilikuwa mwasi hata Mungu mwenyewe anajua lakini kwa kuzaliwa mara ya pili sasa nimebadilika nimezaliwa mara ya pili nimekuwa kiumbe kipya usinikumbushe yale nilikuwa nafanya ujana sasa ujana wangu ni wa Yesu na ukula vizuri sana hata mwenyewe tunaona sisegeme ndio kwa taifa wale wale ambao tulisoma nao vile wamekuwa wanashangaa huyu naye anakula nile anakula Yesu na sisi nikwambia sisegeme nikisema nani atamudiria Mungu mtaki kumhubiri Mungu nikisema nani Mungu anaangalia hapa Yerusalemu nani atamtumikia kwa hiyo Mungu ananiweka anda hivi Amen. Ambaye alitumwagia kwa wingi kwa njia ya Yesu Kristo Mwokozi wetu, ili tukihesabiwa haki kwa neema yake tupate kufanywa warithi wa uzima wa milele kama lilivyo tumaini letu. Rejelea hapo. Ambaye alitumwagia kwa wingi. Nasikia huyo Roho amemwagwa kwa aliyapata hii mama yetu mwombezi akiwa Roho Mungu alikuwa ameshuka kwa wingi wanapeana kwa kupendeleana vile wewe mwenyewe hujajitoa kwa Mungu roho imeshuka kabisa roho ya kuinua kama ngoja na wingu uende naye pamoja lakini ukiangalia wenzako kama kwa stima utabaki kwa hivyo shuka inatakana nataka kutoa kunyenyekea kama ni huduma unataka mwambie Mungu fungua hiyo huduma yangu lakini unaangalia mwingine afungulia wewe
unampiga macho pembe, utapata utalini mwanangu. Amen. Hiyo ndio tunataka kama 2024 Bwana. Amen. Huduma ni nyingi, kazi ya Mungu ni nyingi, lakini tunatenda kazi kwa wakati. Amen. Tukubali uingie kwa Mungu kafanye kazi yake. Amen. Ana unafurahia kuona wenzako wanatenda kazi yao unabakia tu. Amen. Mungu wa moyo wako, roho akifika, Mungu amemimina moyo wako kwa Mungu, Mungu atakupatia huduma na wewe. Amen. Tukae watu wazuri kwa Mungu, ndio mpaka tukaanze kufanya urithi wake. Amen. Kila mtu hapa amekuja sasa anataka apate urithi kwa Mungu. Amen. Vizuri na Mungu tupate urithi kwa Mungu. Amen. Kama umekuja Yerusalemu miaka yote na hakuna kitu unapokea. Amen. Unasindikiza wenzako wakienda safari. Na wewe ingia katika hiyo safari, twende pamoja. Amen. Ni neno la kuaminiwa, na mambo hayo nataka uyanene kwa nguvu. Nasikia neno la Mungu, neno la kuaminiwa. Amen. Ulikuwa uamini neno la Mungu, jua neno la Mungu, neno la kuaminiwa. Amen. Natakana uinene kwa nguvu. Amen. Kama ni sauti pata kwa nguvu. Amen. Hebu legele. Ni neno la kuaminiwa, nataka uyanene kwa nguvu. Nasikia ni mambo gani kama si mambo ya Yesu. Amen. Kuna mambo mengine sasa tunanena hapa Yerusalemu jamani. Hakuna mambo ya kutongozana hapa Yerusalemu. Hiyo ilikuwa wakati tulikuwa SK. Amen. Kwa hiyo neno la kuamini, uamini neno la Mungu pekee yake. Amen. Nataka kwa sababu ya neno la Mungu. Amen. Na mambo ya shoti kati mwanangu. Amen. Nataka kwenda shoti kati, acha nipeleke mali ndiguo. Amen. Utapata shoti kati hata saba. Amen. Amen. Na mambo hayo nataka uyanene kwa nguvu, ili wale waliomwamini Mungu wakumbuke kudumu katika matendo mema. Nasikia wale ambao wameokoka. Amen. Ukiwanenea injili kwa nguvu watadumu kwa nguvu. Amen. Tegemea wachane na dhambi, hakika watadumu katika neno la Mungu. Amen. Kwa lazima tunene neno la Mungu kwa nguvu. Amen. Na neno la kuaminiwa. Amen. Wewe unafikia Yerusalemu hujaokoka, umekuja kwa sababu ya maono. Jua neno la Mungu ndio silaha. Amen. Unatendea hiyo neno la Mungu. Amen. Ukakumbuke ukadumu katika neno. Amen. Unachokatia kwenda mbinguni. Amen. Ili wale waliomwamini Mungu wakumbuke kudumu katika matendo mema. Hayo ni mazuri, tena yana faida kwa nasikia kudumu katika Mungu. Amen. Hayo mambo ni mazuri. Amen. Tukae katika neno la Mungu. Amen. Neno hayo ni mazuri sana. Amen. Kwa kuna gharama jamani, ukiingia ndani ya Yesu kuna raha. Amen. Ukimwomba Mungu chochote anakupatia. Amen. Hayo ni mazuri, tena yana faida kwa wanadamu. Nasikia yako na faida. Amen. Ukiokoka kuna faida. Amen. Wacha wale watu wanakuambia ati kuokoka hakuna faida. Kuokoka kuna faida. Amen. Watakutenga na mtego kila aina. Amen. Magonjwa utaepushiwa kila aina ya magonjwa. Amen. Yakija yanatoka yenyewe, yakiombea yanatoka yenyewe. Amen. Kama kuna Mungu hakika magonjwa yanakupapa kabisa. Amen. Siku leo mimi nilikuwa nimefura mguu hapa. Amen. Kama nilikuwa sina Mungu hakika huo mguu ungekuwa umenipeleka. Amen. Lakini nilikuwa na Mungu na imani na utumishi wa Mungu akaniombea. Amen. Ukaisha kufura hivyo wenyewe. Amen. Ukatambuka kama nyoka. Amen. Kwa sababu ya Mungu. Amen. Lakini maswali ya upuzi ujiepushe nayo. Nasikia wewe ambaye umeokoka. Amen. Unajua maswali gani ya upuzi wa sana. Amen. Ukiuliza ati unaenda Yerusalemu, achana na huyo mtu. Amen. Achana na yule rafiki yako anakuja bado unaenda Yerusalemu. Amen. Hayo maswali ya upuzi. Amen. Ati reverend wenu alivalishwa kola tu. Amen. Yaani kuuliza maswali ya upuzi. Amen. Ati bado uko kule mtu hata niende wapi. Amen. Ndio kule mkisi kwa Amen. Wala naliwe niko iko Amen. Wala nifiche. Sitaki kujua mengine. Amen. Maswali ya upuzi na achana na. Amen. Ati umeolewa. Sisi nimeolewa kwa niko wapi? Amen. Hata watu wanajua niliolewa. Amen. Kwa hiyo maswali ya upuzi na achana nayo. Amen. Lakini maswali ya upuzi ujiepushe nayo. Nasikia ni kujiepusha nayo. Amen. Kwa hivyo wewe ambao umeingia Yerusalemu, ukikutana na hao mtaka huko nje, ukikuuliza bado uko Yerusalemu, umeambiwa maswali ujiepushe nayo. Amen. Watakutoa katika uwepo wa Mungu. Amen. Umekuja Yerusalemu umefungulia, lakini wanataka ukutoe nje. Amen. Jiepushe nayo maswali ya upuzi. Amen. Na
na mashindano ya sheria. Nasikia pia mashindano. Amen. Pengine tukiingia kwa ndoa huwa tunashindana hata sana. Amen. Wataka wewe ukipika mzee au shevo. Amen. Achane na mashindano. Amen. Ugomvi tuachane na. Amen. Ikichwa wewe ni shingo. Amen. Wewe unatakana kutia wazee. Amen. Nimekwambia hata kama wewe ni bauza uko na mwili kiasi gani, yeye ako kama dana. Ako kama dana, mti hivyo hivyo. Amen. Unambeba kama kadala, huyo mti hivyo hivyo. Amen. Amen. Na mashindano ya sheria kwa kuwa hayana faida tena, hayana maana. Nasikia mashindano kwa nyumba itakati na shindano. Amen. Ati mimi niko kazini, wewe una kazi, lazima wote. Achana na hiyo. Amen. Nimekwambia hata kama wewe ni jaji uko mahali hapo, ukikuta sufuria iko na makoko, osha hiyo sufuria. Amen. Na wengine wamezoea ati wale wakina mama nifulie ndio anampatia soksi za mzee ambazo mama wewe ambaye unafanya hizo soksi. Mwachia kwa soksi za mzee wake mwenyewe. Amen. 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 Mtu aliye mzushi baada ya kungoja mara ya kwanza na mara ya pili mkatae. Unasikia yule ambaye ni mzushi anakuja kwa weme, anakuja toka uende zako. Amen. Lete uzushi wako hapa. Amen. Mimi nimeolewa na alisho na wakisi. Amen. Naletea makoke kila wakati. Amen. Raya wakisi huwezi kulala njaa. Amen. Unaona ule mwili pana. Hawezi mwanamke na njaa. Amen. Hawezi akupotea ngopo lakini chakula huwezi kunyimwa. Amen. Anakufanyia balance diet kwa nyumba. Amen. Akiona umechoka na mfika na mbadilishia mboga. Amen. Mara samaki, mara karogo. Hapa tu ndio nzuri jamani. Amen. Wote katalia huko ni kuzuri. Amen. Ni kubaya. Kwa hivyo ukipata mwingine huko tuende. Amen. Huko chakula iko kwa wingi hapa kuna njaa. Amen. Amen. Ukijua ya kuwa mtu kama huyo amepotoka tena atenda dhambi, maana amejihukumu hatia yeye mwenyewe. Nasikia mambo mengine mwingine anajihukumu mwenyewe. Amen. Kwa mfano mtu alitoka Jerusalem, anakuuliza bado uko Jerusalem. Ati anataka asikize unasema nini? Huyo mtu anajihukumu mwenyewe, anataka kurudi lakini ameshindwa na njia ya kurudi Jerusalem. Amen. Ndio ameiacha, anauliza tunamwona mzee wangu bado wako anavuliwa na nani? Anataka kurudi kwa mzee lakini hana chance. Amen. Kwa hivyo mambo mengine anajihukumu mwenyewe. Amen. Pia pale uje na taratibu za na ujue nini na matani achana na matani kule mtumishi wa Mungu. Amen. Kama mama yake. Amen. Nini mama yake kufanya chochote Mungu ananionyesha. Amen. Kwa hiyo tusikule baba. Amen. Mimi mwenyewe namheshimu huyu ndio kuna nani msimheshimu. Amen. Ujue ndio na Mungu.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tupige makofi mazuri kwa ajili ya neno la kupendeza, mafundisho mazuri, mahubiri mazuri, yametufungua, yametujenga. Bwana Yesu asifiwe.